Stanley Ohera, Stephen Mungania, Beldina Onyango. Pia tunaombea roho za marehemu Stephen Othiambo, Teresia Wateri, Agnes Karanja, Virginia Nuna, Simon Karanja. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi na rahimu, utuepushe kwa radhi yako na yote yawezao kutudhuru, ili tukiwa huru rohoni na mwilini tupate kuyatimiza mapenzi yako pasipo kizuio. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha hekima ya Sulemani. Katika hekima mna roho yenye akili takatifu pekee, yenye namna nyingi, nyepesi kuenea, nyepesi kuda, yenye kupenya, isiyochafuka, wazi, isiyoleta madhara, yenye kupenda wema, yenye umakinifu bila kizuizi, yenye kutakia mema, yenye kupenda wanadamu, thabiti, imara, bila masumbuko, yenye kila uwezo, yenye kuangalia yote, yenye kupenya roho zote zenye akili, zilizo safi na nyepesi sana. Maana hekima huenda upesi kuliko mwendo wowote, huingia na kupenya vyote kwa ajili ya usafi wake, kwani ni pumzi ya uweza wa Mungu na mmiminiko safi wa utukufu wa Mwenyezi. Kwa hiyo chochote kilicho najisi hakiwezi kupenya ndani yake. Naam, ni mng'ao wa mwanga wa milele na kioo kisicho na mawaa
cha utendaji wa Mungu na mfano wa sura ya wema wake. Ni mmoja lakini aweza yote, na kwa kukaa katika yeye mwenyewe hufanya upya vyote. Na tangu kizazi hadi kizazi, kwa kupita katika Roho Takatifu, huandaa rafiki za Mungu na manabii. Maana Mungu hapendi yeyote isipokuwa yule aishie pamoja na hekima, kwani yeye ni mzuri zaidi kuliko jua na kuliko makundi yote ya nyota. Akilinganishwa na mwanga, anaonekana kuwa anauzidi. Kwa maana baada ya mwanga hufuata usiku, lakini uovu hauwezi kumshinda hekima. Hekima hutanda toka pembe hii hata pembe hiyo ya ulimwengu kwa nguvu, naye huviratibisha vitu vyote kwa wema. Neno la Bwana. Neno lako, Bwana, linadumu milele hata milele. Neno lako, Bwana, ni la milele, limesimikwa imara mbinguni. Neno lako, Bwana, linadumu milele hata milele. Ukweli wako upo toka kizazi hata kizazi. Umeiweka dunia, nayo yadumu. Neno lako, Bwana, linadumu milele hata milele. Kwa maagizo yako vinasimama imara hata leo, kwa maana vitu vyote ni watumishi wako. Neno lako, Bwana, linadumu milele hata milele. Ufafanuzi wa maneno yako huleta mwanga, huwapa ufahamu wajinga. Neno lako, Bwana, linadumu milele hata milele. Umwangazie mtumishi wako uso wako, unifundishe kanuni zako. Neno lako, Bwana, linadumu milele hata milele. Nafsi yangu iishivyo itakusifu, nayo hukumu yako inanipa msaada. Neno lako, Bwana, linadumu milele hata milele. Haleluya, tuimbe haleluya. Haleluya, tuimbe haleluya. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi, asema Bwana. Adumuye ndani yangu, nami ndani yake, huyo huzaa matunda mengi. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Mafarisayo walimwambia Yesu, ufalme wa Mungu utakuja lini?
Wakati ule Mafarisayo walimuuliza Yesu, ufalme wa Mungu utakuja lini? Akawajibu, ujio wa ufalme wa Mungu hauna majira yake, wala haiwezekani kusema upo hapa au kule, kwa maana ufalme wa Mungu uko miongoni mwenu. Akawaambia wafuasi wake, siku zitakuja mtakapokuwa na hamu ya kuona siku moja ya siku za Mwana wa Mtu, msiione. Watawaambia, tazameni kule, tazameni hapa, msiende wala msifuate. Kwa maana kama nuru imulikavyo toka upeo wa wingu hata upeo mwingine, ndivyo Mwana wa Mtu atakavyokuwa katika siku yake. Lakini kwanza yambidi kupatwa na mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Injili ya Bwana. Mwandishi wa kitabu cha Hekima atueleza kuhusu sifa za hekima, kwamba hekima ina wepesi wa kutenda yaliyo mema, ina usafi, ni kama kioo ambacho mtu huangalia na kujitazama, na kwamba hekima ni kama pumzi ya Mungu. Na kwa hivyo anapotoa sifa hizi, atualika katika maisha yetu kutegemea hekima ya Mungu na kutenda kwa hekima yake Mwenyezi Mungu. Na kwa Kigiriki, ambapo mwandishi huyu mwanzo aliandika kwa lugha hiyo, neno hekima lajulikana kama Sofia, na kama tujuavyo mara nyingi wasikia hata akina mama wengine wakiitwa jina hilo Sofia. Linamaanisha hekima, yaani hekima ambao yamwezesha mtu kutenda kwa uadilifu, kutenda yanayofaa na kutenda kwa wema. Na kwa hivyo pia nasi twapaswa kuwa na hiyo Sofia ambayo ni hekima ya Mungu. Ndio maana hata unaposikia kwamba mtu amesomea somo linaloitwa filosofia, linamaanisha yeye apendaye hekima, yeye ambaye apenda hekima. Na kwa hivyo yatubidi kila siku kupenda hekima, na tunapopenda hekima twampenda Mungu mwenyewe, maana yeye ndiye hekima ipitayo hekima zote. Na kwa kumpenda Mungu atujalia kutenda kwa wema, atujalia kutenda kwa uadilifu na kutenda pia yaliyo ya haki. Tunapopenda hekima hiyo yake Mwenyezi Mungu, tutatambua kwamba ufalme wa Mungu u miongoni mwetu, kama Yesu anapotuhimiza kwamba ufalme wa Mungu hauko mbali huko kule, ama hauko mbali nasi, u miongoni mwetu, u mioyoni mwetu. Na kwa hivyo twatambua kwamba twaishi katika ufalme huo wa Mungu, sio tu kwamba tutaugojea baada ya maisha haya, lakini ufalme wa Mungu waanza tukiwa katika maisha haya. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo hutueleza kwamba ufalme wa Mungu u kati yetu, u miongoni mwetu. Tusiwe wa kudanganyika kwa wale ambao kama alivyowaeleza hawa wafuasi wake watakuja na kuwapotosha, wakiwaambia ufalme wa Mungu u kule, u hapa, u upande ule mwingine.
ufalme wa Mungu na ambao waja kwetu kupitia kwa neema na hekima ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametupa miongoni mwetu. Na kwa hivyo kama tuombavyo pia katika sala ya Baba yetu aliye mbinguni, kwamba ufalme wako uje, yatubidi kutambua ufalme huo miongoni mwetu. Maana ufalme wa Mungu miongoni mwetu tunapopenda, tunapotenda kwa ukarimu, tunaposamehe na tunapowaombea wengine baraka ya Mungu. Tuombe neema yake Mwenyezi Mungu basi siku ya leo tunapoenenda katika njia zetu, katika kazi zetu na katika kutenda kwetu, tukatambue ufalme wa Mungu ulio miongoni mwetu na tukautambulishe hata kwa wengine tunapowapenda, tunapowatendea kwa wema na kwa uadilifu. Na neema hiyo ya Mungu ikatuangaze siku zote katika maisha yetu ya kila siku. Mungu Baba, pokea sadaka yetu leo, tukutolea kwa jina la Mwanao. Ya Abeli na Ibrahimu ilikupendeza, yetu Baba ipendeze. Pokee, tupokee sadaka yetu, ndilo fumbo pendeza la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Njoni wote tutoe sadaka yetu leo, wasifa na utukufu wake Mwenyezi. Mkate huu na divai viwe mwili wake, kwa heshima kuu sadaka tumtolee. Upokee, ndilo fumbo la kukupendeza la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Napokee sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uwe radhi kuipokea dhabihu hii tunayokutolea, ili lile tunaloliadhimisha katika fumbo la mateso ya mwanao tulipokee kwa upendo na uchaji, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kama vile ulivyowaumba wanadamu wote kwa njia ya mwanao mpenzi, hali kadhalika yeye aliwafanya upya kwa wema mkuu. Kwa sababu hiyo, kwa haki viumbe vyote vinakutumikia, na wote waliokombolewa nawe wanakusifu pamoja kwa ibada, na watakatifu wako wanakuhimidi kwa moyo mmoja. Kwa hiyo
sisi nasi pamoja na malaika wote tunakuadhimisha, tukikukiri siku zote kwa kuimba kwa shangwe: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Fumbo la imani. Fumbo la imani. Yesu alikufa. Fumbo la imani. Yesu alifufuka. Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Filipo na Daudi askofu msaidizi na wakirero wote. Uwakumbuke watumishi wako Stephen Odhiambo, Teresia Watere, Agnes Karanja, Virginia Nuna, Simon Karanja, uliowaita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina.
Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za ulimwengu, tujalie amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Kristo, tupate uzima.
Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo inichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ewe Yesu mwema, unisikilize. Katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe. Na adui mwovu unikinge, saa ya kufa kwangu uniite. Uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe. Ee Bwana, baada ya kulishwa kipaji kitakatifu, tunakutolea shukrani na kukuomba sana huruma yako, na kwa kumiminiwa Roho wako Mtakatifu, wale ambao wamepokea nguvu ya mbinguni wadumu katika neema ya uaminifu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa imekwisha, nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Na muwe na siku njema. Nawe pia Bwana. Asante. Tumsifu Maria, enyi wanawe, tumtole salamu, tumshangilie.